mmefanya kile ambacho Tunduma huwa inafanya. Sisi wa Chadema ya Tunduma huwa tunafunga mji, au sio? Kawaida yetu huwa tukifanya mkutano Tunduma huwa tunasimamisha mji, au nakosea? Sasa wanafikiri wakituleta nje ya mji uwanja hautajaa. Hebu naomba muangalie mlivyo nyomi ya leo. Tunduma rekodi yenu huwa haivunjwi na mtu yeyote. Hongereni sana, hongereni sana. Sasa ndugu zangu, tumekuja na nimekuja Tunduma kwa sababu Tunduma siku zote inahitaji kuheshimiwa. Hawa waliowaleta huku nje ya mji wanawaheshimu. Wanajua kwamba tukifanyia pale tunapofanyia miaka yote tutasimamisha mji. Na sisi tunasimamisha mji, hatuhitaji kuleta watu kwa malori, hatuhitaji kuleta watu kwa matela, wala kwa mabasi, wala watu wanakuja wenyewe kwa upendo wao. Watu wanakuja wenyewe kwa sababu wanajua chama chao cha ukombozi kinataka kuzungumza na wananchi wa Tunduma. CCM hapa ingebidi walete mabasi mengi sana. Ingebidi walete matela na mikokoteni. Yani, kwa sababu wasipofanya hivyo, na watoe 5,000, wasipofanya hivyo hawapati mtu hata mmoja. Hata wanachama wao hawaji. Sisi tunahitaji tu kusema tunakuja, na Tunduma inaitikia. Hongereni sana. Sasa ndugu zangu, tuzungumze mambo ya uchaguzi wa nchi hii. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Na katika mwaka wa uchaguzi tunatakiwa kuzungumza mambo ya uchaguzi. Kwa tumekuja hapa leo, nimekuja hapa leo wananchi wa Tunduma kuja kuzungumza mambo ya uchaguzi. Kuja kuwaulizeni wananchi wa Tunduma, mnataka tuendelee kushiriki hizi chaguzi kwa utaratibu huu mpaka lini? Nimekuja hapa leo kuja kuwaulizeni wananchi wa Tunduma, tutazika watoto wetu Tunduma kwa sababu ya uchaguzi mpaka lini? Nimekuja kuwauliza wananchi wa Tunduma, tutaendelea kuibiwa uchaguzi na CCM mpaka lini? Nimekuja kuwaulizeni, tutaendelea kuonewa mpaka lini? Wanataka tuzungumze habari ya uchaguzi. Nimekuja tuzungumze habari hizi za uchaguzi. Nimekuja kupendekeza kwenu kwamba sasa hivi kazi yetu kubwa kuliko zote ni kupigania mabadiliko ili tusiwe na chaguzi zinazoua watoto wetu tena. Nimekuja kupendekeza kwenu kwamba jukumu letu la kwanza sasa hivi ni kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ili tusiwe na chaguzi ambazo inabidi watoto wetu wauawe ndio CCM watawale.
nimekuja kupendekeza kwenu kwamba bila mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi tukinukishe, tuzuie uchaguzi. Sasa kwa sababu niko Tunduma, niruhusuni nizungumze ya Tunduma. Niruhusuni nizungumze ya Tunduma. Mwaka 2020 kwenye uchaguzi mkuu, Tunduma ilizika watu 4 hapa waliouawa kwa sababu za uchaguzi. Ili CCM wawe na mbunge na madiwani Tunduma, ilibidi wananchi wa Tunduma mzike watoto wenu 4. Na hao 4 ni wale ambao serikali inasema hawa kweli walikufa. Nyie mnafahamu waliouawa ni zaidi ya 10. Ili watawale inabidi watoto wa Tunduma wauawe, watolewe kafara ili CCM watawale. Kama nasema uongo niambie. Hiyo ilikuwa 2020. Na ilikuwa 2020. Mwaka jana wakati wa uchaguzi wa vijiji na mitaa, Tunduma hapa mzika Steven Chalamila ametolewa kafara ili CCM watawale mitaa ya Tunduma. Na nyie mnasema wakachinja na ng'ombe kusherehekea. Sawa. Sasa naomba mtafakari hili kwamba uchaguzi Tunduma maana yake ni watoto wenu, ni ndugu zenu, ni kaka zenu au dada zenu kutolewa kafara ili CCM watangazwe washindi. Hii itaendelea mpaka lini? Hilo la kwanza. La pili, naomba niwaulize wananchi wa Tunduma, mnavyofikiria nyie tukienda kwenye uchaguzi wa mwezi wa 10, si tumesema ni mwaka wa uchaguzi? Kwanza tuulizane, mwezi wa 10 wataua wangapi? Watatoa watoto wetu kafara wangapi? Halafu kisha watoa kafara, mnafikiri nani atakayetangazwa mshindi? Baada ya kuua watoto wetu, nani atakayetangazwa mshindi? Nyie mnafikiri ni nani? Kama ambavyo mwaka jana waliua ili wajitangaze washindi, na kama ambavyo 2020 waliua watoto wenu ili wajitangaze washindi, tukienda kwenye uchaguzi wa mwaka huu vile vile wataua watoto wenu ili wajitangaze washindi. Utawala wa CCM umejaa damu. Kama nasema uongo mniambie. Kwa utaratibu ulivyo wa uchaguzi nchi hii, ndugu zangu, haiwezekani tena kupata matokeo halali. Haiwezekani tena kupata washindi halali. Haiwezekani tena. Mnataka uthibitisho? Nisikilizeni. Hii Tunduma hii na hii wilaya yenu ya Momba, hii Tunduma na Momba
ni Tunduma na Momba ya Chadema. Ni Tunduma na Momba ya Chadema. Mwaka 2010 wakati bado mnaitwa Mbozi Magharibi, hamkushinda hapa? Mlishinda kwa kishindo. Mbozi Magharibi kuanzia 2010 ikawa ya Chadema. Tukaenda 2014 kwenye uchaguzi wa vijiji na mitaa wa 2014. Kuna mitaa 71 hapa, au nakosea? Kwenye uchaguzi wa mitaa 2014, nyie wananchi wa Tunduma mlichagua Chadema kwenye mitaa 56 kati ya mitaa 71. Takriban 80% ya mitaa yote ya Tunduma ikawa chini ya Chadema. CCM walishinda mitaa 15 tu, kwa sababu Tunduma ni Tunduma ya Chadema. 2015 wakagawanya majimbo, wakaigawanya Mbozi Magharibi kuwa jimbo la Tunduma na kuwa jimbo la Momba. Tukasoma yote. Mnanipata? Tukasomba bunge Tunduma, Mheshimiwa Kajoka huyu hapa, na tukasomba Momba yule Yuda Iskariote. Kwenye udiwani, hiyo ilikuwa ubunge, tulisomba kila kitu. Kwenye udiwani, kwenye kata 15 za Tunduma, tulichukua kata 14. CCM wakapata kata moja. Kwa sababu Tunduma ni Tunduma ya Chadema. Hasa baada ya 2015 vita ikaanza. Vita ya Magufuli kutaka kuiangamiza Chadema. Kwenye hiyo vita kulikuwa na ukatili mkubwa sana. Nimesema tuzungumze ya Tunduma. Mwaka 2019 watu wa Tunduma mkafikiri mtaenda kuchagua tena wenye viti wa mitaa yenu 71. CCM ya Magufuli ikafuta wagombea wote wa upinzani, wote wa Chadema, karibu kila mahali, ikapata 100% ya mitaa ya Tunduma na 100% ya mitaa ya Tanzania. Hawakupigiwa kura na mtu hata mmoja. Kwa walishinda bila kupewa baraka ya wananchi wa Tunduma na bila kupewa baraka ya wananchi wa Tanzania. 2019 hiyo. Ya 2020 mnayajua. Hawakuua watoto wenu peke yake. Wakaiba na uchaguzi vile vile. Wakaiba na uchaguzi kwa kutumia majeshi, kwa kutumia usalama wa taifa, kwa kutumia mapolisi, kwa kutumia walimu, kwa kutumia watendaji wa kata, kwa kutumia watumishi wa serikali. Wakaiba uchaguzi. Ndio wakafanikiwa kuitwaa Tunduma. Ndio tukakosa mbunge, ndio tukakosa madiwani, na tulishakosa
wenye viti wa mitaa tangu 2019 wameitoa Tunduma kwa mtutu wa bunduki, sio kwa mapenzi ya wananchi, kwa kuleta vifaru, kwa kuleta magari ya deraya, kwa kuleta vita dhidi ya raia. Nyie polisi, nyie na usalama wa taifa na majeshi ya nchi hii, aibu kwenu. Aibu ya nchi hii sasa ni aibu ya majeshi yetu. Na nyie wanajeshi, niwaambieni aibu hii ikoje. Mwaka 64 lilipoanzishwa jeshi la wananchi wa Tanzania, JW walikula kiapo mbele ya baba wa taifa. Mlikula kiapo mbele ya baba wa taifa, mkasema nyie ni jeshi la ukombozi, mkasema hamtaelekeza silaha zenu dhidi ya wananchi wa nchi hii. Nyie ni jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Leo kwenye kila uchaguzi mnaelekeza bunduki zenu na kufyatulia raia. Mnaelekeza bunduki zenu kuua raia. Mnapiga mabomu raia. Mmekuwa ni sehemu ya ukandamizaji. Hamfai tena kuitwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Hamfai tena. Kwa sababu jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania ni wale walioapa kwa Mwalimu Nyerere kwamba hawataelekeza silaha zao kwa wananchi wa Tanzania. Shame on you. Tuendelee. Nilisema vita ilianza na Magufuli akafa. Akafanya nini? Akafa. Si alikufa? Alipokufa, taifa zima tukashusha pumzi. Mungu amesikiliza sala zetu. Mungu amesikiliza vilio vyetu. Tukafikiri huyu mama amekuja anatabasamu. Mama, si mnajua? Tukafikiri huyu mama kwa tabasamu lake atakuwa tofauti na Magufuli. Atakuwa tofauti na nani? Na Magufuli. Sasa ndugu zangu, tuzungumze habari ya mama. Jana tumefanya mkutano Kalambo, mahali panaitwa Matai. Amezaliwa Matai, ndipo alipozaliwa mwenyekiti katibu mwenezi wa Bavicha mkoa wa Rukwa, Dionis Kipanya, katibu mwenezi wa chama asante mkoa. Tangu tarehe 26 Julai ya mwaka jana, Dionis Kipanya amechukuliwa na watu wa usalama wa taifa, na tunajua ni usalama wa taifa, na mpaka sasa hivi hajulikani alipo. Ndio maana jana mausalama wa taifa mlioko hapa
Jana niliuliza, nilisema Rais Samia na usalama wa taifa wako, tuambieni Dionis Kipanya yuko wapi? Dionis Kipanya yuko wapi? Tulifikiri mambo ya kuteka watu ni mambo ya Magufuli. Kumbe ni kazi iendelee. Kumbe ni kazi iendelee. Na sio Dionis Kipanya peke yake. Jana tumepewa majina ya vijana wengine 6 wa Sumbawanga mjini ambao nao wamepotea. Wametekwa nyara, wamepotea. Kwenye polisi na usalama wa taifa na mama, tuambieni hawa watoto wamepotelea wapi? Na sio hao tu. Deus Soka wa Dar es Salaam, Lucas Mbise na yule mwingine anaitwa nani? Mlai, Jacob Mlai, Fred Chaula, wote wametekwa nyara na watu wa usalama, watu ambao mliapa kwamba mtatulinda, sasa ndio mnatuwinda. Leo ndio mmekuwa mnatuwinda badala ya kutulinda. Na haya yote hatumsingizii Magufuli tena, alishakufa. Haya yote ni ya mama. Hivi nyie watu wa Tunduma, nyie mnakaa mpakani hapo upande wa pili wa barabara, si Zambia? Ukiingia upande wa pili kuna mabango ya Hakainde Hichilema. Yapo. Nchi hii ukiwendi hatua 2 unakutana mama amekaa hivi. Ukienda hatua 10 amekaa hivi. Nchi nzima imejaa mabango ya rais, utafikiri hiyo ndio biashara pekee tunayofanya wa Tanzania. Nchi ambayo kiongozi wake, ndugu zangu, mimi nimetoka Angola juzi, mlisikia nime tulikinukisha, mkutano uliendelea. Nimetoka huko, huoni mabango ya rais, utaona mabango ya biashara. Ukienda Zambia unakutana na mabango ya biashara. Kenya ni mabango ya biashara. Kabla sijaenda Angola nilikuwa Uganda, mabango ya biashara, hata kwa Museveni. Liko madarakani miaka 38 sana. Lakini hakuna mabango. Ukiingia Tanzania, cha kwanza ametimiza. Ni mwaminifu. Ni tulifikiri mama yuko tofauti. Uchaguzi wa mitaa na vijiji wa mwaka jana umetuthibitishia kwamba tofauti yake na Magufuli ni tofauti ya jinsia tu. Ni mambo yale. Kazi iendelee. Kazi inayoendelea ni ya nani? Ya Magufuli, ya mauaji, ya utekaji nyara, ya wizi wa uchaguzi, ya mambo ya hovyo. Ya mambo ya hovyo kabisa. Nimetoka Sumbawanga. Wana mitaa 165. Waliweka wagombea 165. Wakaenguliwa wote.
mitaa 71 ambayo miaka 11 iliyopita tulishinda kwenye mitaa 56. Wagombea wetu wa Tunduma wameenguliwa wote. Wajumbe wa mitaa wameenguliwa wote. Hii ni kazi inayoendelea ya Magufuli na aliyekuwa makamu wake wa rais. Ni mambo yale yale. Tumezungumza, tulienda kwenye maridhiano, sinasikia? Tumeenda kuzungumza habari hii ya uchaguzi, kwa sababu aliahidi atafanya mabadiliko. Akatuongelesha mwaka mzima, tunapigwa maneno. Tuliposema sasa hebu andikeni haya tunayoyazungumza, andikeni kwenye karatasi. Mali bila daftari hupotea bila habari. Weka kwenye maandishi. Wakaandika, wakakataa kila kitu. Wakakataa kila kitu tulichokizungumza kwa mwaka mzima. Ndio maana tupoenda kwenye uchaguzi wa mitaa na vijiji, yakatokea yaliyotokea, kwa sababu hawataki kufanya mabadiliko yoyote kwenye mfumo wa uchaguzi, kwa sababu wanaogopa tutawashinda uchaguzi, na tutawashinda kweli. Hofu yao sio kwamba haina msingi, wanajua tutawashinda kweli. Mnanielewa? Sasa ndio maana baada ya uchaguzi wa vijiji na mitaa mwaka jana, kamati kuu ikakaa, kamati kuu ya chama chetu ikakaa kuzungumza, hivi tunaendaje mbele? Hivi tunaendaje mbele? Tuende hivi tu kichwa? Tuende tu kwa matumaini kwamba CCM wataokoka? Tukatafakari haya, tukasema kuanzia sasa jukumu letu ni kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Na kama CCM watakataa, kama wataendelea kukataa, tutakinukisha, hakutakuwa na uchaguzi. Sasa kwa sababu tuko hapa, nataka nizungumze kidogo, hivi ni mabadiliko gani ambayo tunayadai? Hivi ni kitu gani hasa tunachosema kibadilike, ili wananchi mjue tunasema kitu tunachokipigania ni kitu gani? Unanielewa? Sasa kabla sijazungumzia haya maeneo tunayotaka yabadilishwe, nataka niwaambieni kitu kimoja. Haya ambayo tunataka yabadilishwe sio mambo mapya hata kidogo. Ni mambo ambayo yameanza kudaiwa yabadilishwe kabla hata Chadema haijazaliwa. Mlio na umri kama wa kwangu mtakumbuka kwamba mwaka 90 Rais Mwinyi aliunda tume ya kuishauri nchi yetu kuingia mfumo wa vyama vingi vya siasa au ibakie kwenye chama kimoja. Akamteua aliyekuwa jaji mkuu wa Tanzania marehemu Francis Lucas Nyalali kuiongoza hiyo tume. Hiyo tume ikafanya kazi, kazunguka nchi nzima kuchukua maoni ya Watanzania. Mwaka 91 ikawasilisha ripoti yake kwa rais, na ripoti yake ikawekwa hadharani. Kwenye hiyo ripoti ya jaji mkuu Nyalali walipendekeza tuingie mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hilo lilikuwa la kwanza. Lakini la pili na
tuwe na katiba mpya. Katiba mpya. La tatu walilopendekeza, muhimu kabisa, tuwe na mfumo mpya wa uchaguzi wenye tume huru ya uchaguzi. Na nielewa hayo mawili, katiba mpya, tume huru ya uchaguzi, mfumo huru wa uchaguzi. Ndio maana ukienda kwenye shule ya msingi yoyote, kwenye kibao cha shule kinaanza na maneno gani? Ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Ofisi ya Rais, Rais ni mwenyekiti wa CCM. Na ndio maana walimu wanaosimamia chaguzi wanashinikizwa na CCM kutangaza CCM wameshinda. Ndio maana watendaji wa kata ni wa CCM, wanashinikiza CCM ishinde. Na ndio maana wakurugenzi ni wa CCM, wanashinikiza CCM ishinde. Ni mfumo wa CCM wote. Tume ya Nyalali ilisema ubadilishwe mwaka 91. Tukaenda kwenye uchaguzi wa 95. Uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi nchi hii. Mimi nilikuwa mgombea. Kwa hiyo najua. Nimetoka chuo tu, uchaguzi nikaingia. Nilikuwa kijana miaka 27. Leo na miaka 57. Naitwa mzee. Sasa baada ya uchaguzi wa mwaka 95, watazamaji wa uchaguzi wa kimataifa waliandika mapendekezo kwamba huu mfumo wa uchaguzi unapendelea CCM ubadilishwe. Katiba inapendelea CCM ibadilishwe. Sheria za uchaguzi zinapendelea CCM zibadilishwe. Hiyo ilikuwa mwaka 95. Na mapendekezo ya watazamaji wa uchaguzi ya mwaka 95 yamerudiwa kila uchaguzi mkuu tangu wakati huu. Kwa hiki tunachodai kibadilishwe sio habari mpya. Ni habari ambayo imezungumzwa tangu mwaka 95 na imezungumzwa katika kila uchaguzi ambao umefanyika nchi hii. CCM wamekataa yote. Sasa kwa vile wamekataa, na sasa imekuwa lazima tufe kwanza ndio wajitangaze wameshinda, inabidi tukatae tena hizi chaguzi. Ndio maana ya no reform no election.
ili CCM itawale. Hatutaki tena. Hatutaki tena tukienda kwenye uchaguzi mapolisi wanakuja wamebeba vibegi mgongoni vinakura feki. Hatutaki tena. Hatutaki tena uchaguzi unaosimamiwa na TAMISEMI, kwa sababu wote ni CCM na wote ni wavurugaji wa uchaguzi, wote ni wezi wa uchaguzi. Hawana uhuru wowote. Hatutaki uchaguzi wetu usimamiwe tena na hii tume ya CCM. Hatutaki tena. Ndio maana ya no reform, no election. Sasa manake ni nini? Manake ni kwamba inabidi sisi wananchi wa Tunduma ambao tumelipa gharama kubwa ya maisha ya watoto wetu wamejeruhiwa, watoto wetu wamefunguliwa kesi za ajabu, chaguzi zetu zimeibiwa kishenzi kabisa. Sisi wananchi wa Tunduma na wananchi wa Tanzania tukubaliane nchi nzima. CCM haitaki uchaguzi, haitaki mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Uchaguzi hautafanyika. Uchaguzi hautafanyika. Uchaguzi hautafanyika. Kwa sababu hatuwezi kukubali tena uchafu. Hatuwezi kukubali tena mambo mabaya haya. Kwa ndugu zangu wa Tunduma, huko tunakoenda utakuwa kugumu sana. Hii kauli ya hakuna uchaguzi imewahi kutolewa na chama gani nchi hii? Hii kauli ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi, nani amewahi kuisema? Ni kauli rahisi kiasi gani? Sasa kuna watu wanasema Chadema wanaogopa uchaguzi. Sisi wa Tunduma tunaogopaje uchaguzi? Sisi tulioshinda mitaa 56 kati ya 71 miaka 11 iliyopita. Sisi tuliotawala Tunduma, halmashauri kawa yetu, tukajenga barabara, wananchi wakafurahi. Huyo anayesema tunaogopa uchaguzi ni mjinga wa wapi? Na kuna wajinga wengine wanasema msiposhiriki uchaguzi chama kitakufa. Sasa hebu fikirieni. Kuna chama kimeshiriki chaguzi kama UDP? UDP ilipoanza mwaka 95 ilikuwa na wabunge wengi kuliko Chadema. Na imeshiriki kila uchaguzi. Leo chama kimebaki kwa Mzee Cheyo peke yake. Kimebaki kwenye makaratasi ya msajili. Hawa wengine kafu si wanashiriki chaguzi kila siku? Wako wapi? Kuna kafu Tunduma? Kuna ACT Tunduma? Kuna Tadea au Chauma? Nasikia vijineno hivi Chauma sijui nini. Kuna Chauma hapa. Nyie watu mtaenda CCM tukikinukisha? Kuna anayesema kwamba chama kitakufa tukikinukisha? Huyo anaandika mitandaoni tu. Hajakutana na Tunduma, hajakutana na Sumbawanga. Tukikinukisha watasema jamani, tukae chini tuyazungumze. Unanielewa? Watasema tukae chini tuyazungumze, kwa sababu tukikinukisha dunia nzima itasikiliza kinachoendelea Tanzania. Hatutakuwa peke yetu. Tukikinukisha dunia itauliza
hawaamini, na lazima waulize, kwa sababu tunawaeleza vile vile. Haya tunayozungumza na wananchi wa Tunduma tunaieleza dunia vile vile. Tunakutana na mabalozi wao, tutakutana na serikali zao, tutakutana na mashirika ya kimataifa, tutazungumza na kila mtu atuelewe. Kikinuka watasema tukae tuzungumze, na wakisema tukae tuzungumze tutawaambia mabadiliko kwanza. Mabadiliko kwanza. Mabadiliko kwanza. Hatutaki tena kuongeleshwa kama tulivyoongeleshwa miaka michache iliyopita. Tunataka mabadiliko ya mfumo wetu wa uchaguzi. Hatutaki mfumo utakaoipendelea Chadema. Hatutaki mfumo unaoipendelea CCM. Nataka mfumo ulio huru. Mfumo ambao utawasaidia hata hawa askari wetu. Nyie mnafikiri hayawahusu haya? Uchaguzi ukiwa mbovu, tukapata viongozi wabovu wanaolipa gharama ya huo ubovu, ni pamoja na mapolisi hawa. Mwenyekiti wetu wa kanda amesema juu ya uniform zao. Lakini kuna watu wanalipwa mishahara ya hovyo kama polisi. Na bado wanaishi kwenye nyumba za mabati kwenye laini polisi. Na hapo hawajakutana na kikokotoo. Kwenye mapolisi, na hili linawahusu vile vile. Linawahusu na nyie. Tukiwa na nchi ya haki, na nyie mtatendewa haki. Tunachotaka ni haki. Na nyie mnajua haki huinua taifa. Nani asiyependa taifa lake liinuke? Nani asiyependa taifa letu liinuke kwa kuwa na haki kwenye uchaguzi wetu? Na nyie mnafahamu, wenye haki wakipata mamlaka watu hufurahi, au sio? Si ndivyo ilivyoandikwa? Na imeandikwa, waovu wakitawala watu huugua. Sisi hatuugui nchi hii. Kwa nini tunazika watoto wetu kila uchaguzi kama sio kuugua? Kwa hiyo ndugu zangu, naomba nimalizie kwa kuwashukuru sana wananchi wa Tunduma kwa msimamo wenu, kwa uthabiti wenu, kwa uaminifu wenu kwa Chama cha Ukombozi cha Demokrasia na Maendeleo. Niwashukuru kwa kuendelea kuwa na msimamo imara. Mwisho, nafahamu hii kazi hii inahitaji baraka na mikono ya kila mmoja wetu, au sio? Hivi nafikiri mie mwenyekiti nalipwa hela kiasi gani kuja kusimama hapa? Nafikiri nalipwa mshahara? Najitolea. Tunafanya hii kazi kwa sababu tusipoifanya sisi haitafanyika. Tunafanya kazi hii kwa michango yenu. Nawaombeni ndugu zangu. Naombeni ndugu zangu wa Tunduma, muendelee kutuchangia. Tone ndio. Tone. Nafahamu hali ni ngumu. Hali ni ngumu, ni kweli. Lakini tone moja la mvua, tone moja si kitu. Yakiwa mengi yanatengeneza wingu la mvua, au sio? Matone yakiwa mengi yanatengeneza mvua, inatengeneza chakula, au sio? Maji yanaleta uhai. Kwa tone. Tuchangie. Tone moja. Kama una 500 rusha. Una 1000 rusha. Una 2000, 5000, kiasi chochote ulichonacho, katone kako weka. Na mwenzako aweke. Tukifanya kwa pamoja, tukifanya kwa wingi wetu, tutatengeneza mvua ya ukombozi. Tutakomboa nchi hii. Kazi itafanyika itakayoleta neema ya nchi hii.
tupangusa machozi, itakatufanya tuache kulia kila wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo naomba mchangie ndugu zangu, na namba za kuchangia ni hizi hapa, naomba niwasomee halafu tumalize. Namba ya kwanza ni Voda M-Pesa 0744 44 6969. Ukirusha chochote kwenye hiyo namba, jina litakalokuja ni Chadema HQ, Chadema makao makuu. Namba hiyo nairudia tena 0744 44 6969. Weka tone lako humo. Namba ya pili ni WhatsApp. Kwa wale wenye ile simu ya hivi nayo si mnaifahamu? Ya kwanza hata kama una kiswaswadu inakwenda. Hii ya pili inahitaji simu janja, sawa? Au ni kitochi, sio ile nani. Ya pili ni ya WhatsApp. Na namba yenyewe ni 0793 00 8292. Ukifungua hiyo, andika neno NIMO. Manake na wewe umo katika kuchangia. Ukiweka neno NIMO ukatuma, itakuletea maelekezo. Unataka kuchangia kiasi gani? Unaweka kiasi. Unataka kuchangia mara moja au kwa wiki au kila mwezi, unachagua mwenyewe. Ukishafanya hivyo, ukafuata hayo maelekezo, wewe unakuwa mchangiaji, unakuwa umo kwenye hizi jitihada za ukombozi. Na waombeni mfanye hivyo ndugu zangu. Wanaomba basi nimalize. Na nimalize kwa kuwashukuruni sana wananchi wa Tunduma. Na kuwashukuru maaskari vile vile, pamoja na kwamba tumewapa za uso kidogo, lakini ndio hivyo. Ndio hivyo. Tutakutana siku nyingine. Mimi napenda kuja Tunduma kwa sababu mambo ya Tunduma ni mambo mazuri sana. Unafahamu. Tutakutana siku nyingine, mikutano iendelee, kazi ifanyike. Haya Tunduma people! No reform! No reform! Asante sana Tunduma. Mungu awabariki na washukuruni sana.